Na mtazamaji, tuelekee pwani ambapo maandalizi ya maonyesho ya kimataifa ya kilimo kaunti ya Mombasa yametamatika, huku jumla ya washiriki 1000 na maelfu ya wageni wakitarajiwa kushiriki. Maonyesho hao ya siku 6 yatafanyika kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 6 Septemba, yakihusisha washiriki kutoka Kenya na mataifa mbalimbali barani Afrika. Francis Talaki tayari ashafika akifuatilia karibu maandalizi yao, na tunaungana naye ili atueleze zaidi kwamba kivutio labda pengine cha mwaka huu ni kipi kwa mujibu wa wale ambao wanaandaa. Na asante sana Rashid, kama ulivyoweza sema kwamba maandalizi yamekwisha kamilika, na kwa sasa tumepita katika sehemu hii ambapo maonyesho haya ya kimataifa yatakuwa yanaandaliwa katika mwaka huu 2026, na unaweza kuona mandhari imeanza kubadilika. Kama ni masuala ya kilimo, kama ni aina tofauti za mboga tayari zimekwisha mea, na ni pia upande wa pili unaona kwamba baadhi ya wale washiriki ambao kulingana na kamati ya andalizi katika maonyesho haya kimataifa tawi la Mombasa wanasema kwamba jumla washiriki 1000 tayari wamekwisha jiandikisha na watakuwa na shiriki maonyesho haya ya mwaka huu, na kauli mbiu ikiwa ni kuweza kukuza kilimo, hasa pia kuangalia masuala ya teknolojia. Na ukiweza kuangalia nyuma yangu pia kuna mandhari nzuri tu, kama unaweza kufikiria hapa yuko katika maeneo kama ya Kitale vile ambapo ndio mahindi yanatoka, lakini ni baadhi tu ya maonyesho katika sehemu hii. Nipo na mwenyekiti wa maonyesho haya, tunga hapa karibu na Henry Nyaga. Utueleze labda maonyesho ya mwaka huu kipi kipya, na labda mnaangalia katika mtazamo huu katika masuala ya kilimo. Asante sana ndugu Mtalaki. Karibuni wale wanatuona popote ulipo. Hapa ni showground, tunajiandaa mambo ya mwisho ili show tufungue milango tarehe 2 na tarehe 6 mwezi wa Septemba. Tunafuraha kwamba kuna mengi mazuri mapya. Kwanza kabisa, wale waliokuja mwaka jana mliona wale ng'ombe wakubwa kweli kweli. Mwaka huu tunafanya bidii kwa kuleta ng'ombe kama wale tena ambao tutakuwa nao hapa, na katika kitengo cha trade tumeandaa sema exhibitors zaidi ya 250 ambao watakuwa hapo pande wa trade peke yake. Kipya ni kwamba embassies za nje ziko na sisi. Kwa mfano nikisema mmoja, Uganda Consulate tayari wako tayari na wanatuletea makampuni zaidi ya 16 kutoka Uganda na wengineo. Kwa hivyo kuna mengi ya kigeni makampuni hapa nchini. Kigeni ni kwamba nafurahi kwamba wale ambao wamekosa kuja tangu ugonjwa wa corona, kwa mfano Kemri, wamerudi. Kwa hivyo kuna mengi ya kujionea hapa katika upande wa kilimo, biashara na mengineo. Wengi wanasema labda Mombasa ni mji mdogo, ni kisiwa, labda ni vipi tunaweza kuwa na kilimo ndani ya mji? Hapa si padogo. Mombasa tunajua kwamba katika Kenya hii tuko na soko kubwa la pili katika Kenya hii, Kongowea Market. Maana kwamba Mombasa ni kubwa. Kwa hivyo hapa kwetu tunathamini sana value addition yafanyika hapa. Kwa hivyo wale ambao wanafanya kilimo biashara, hapa ndio mahali pa kuwa, maana hili ni soko kabisa. Tuko sawa. Asante sana bwana mwenyekiti kwa muda wako, na ni baadhi tu ya akitueleza mengi kuhusiana na swala hili, na tutazidi kufuatilia mengi haswa katika maandalizi haya ya Lala Salama, kisema kwamba zaidi ya washiriki 1000 tayari wamekwisha thibitisha, na wakazi wa jiji hili wa Pwani pamoja na taifa nzima wanaweza kukaribishwa katika maonyesho haya mwaka 2026. Lakini pia ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa karibu sana, hasa ikifikia wiki kesho ambapo hapa kutakuwa kumefurika furifuri. Kwa sasa na kuregesha kwa Rashid Abdalla kwa taarifa zaidi.